Ndugu wanahabari, karibuni ofisi ya kamanda wa polisi wa mkoa wa Pwani kwa mara nyingine tena. Leo tuna taarifa za mafanikio kwa kipindi cha mwezi Julai, kama ilivyo ada yetu kuwahabarisha wananchi kufahamu jeshi lao la polisi linaendeleaje katika kupambana na kuzuia uhalifu, lakini hasa kwenye zile taarifa ambazo walitupatia tukashirikiana nao katika mafanikio haya. Ndugu wanahabari, kwa ufupi, jeshi la polisi mkoa wa Pwani katika kipindi cha mwezi Julai tuna mafanikio ya takribani watuhumiwa 206 wamekamatwa katika makosa mbalimbali kutokana na operesheni zetu kwa kushirikiana na wadau wengine, hasa wananchi wanaoishi katika mkoa huu. Katika misako na operesheni hizo jeshi la polisi limefanikiwa kuwakamata watuhumiwa 89 katika eneo pekee la pambana na madawa ya kulevya, ambapo jumla ya madawa ya kulevya aina ya bangi puli 59, kete 2361, misokoto 6 ambao sawa na kilogramu 2.8 zilikamatwa. Lakini kama haitoshi, pia tumeweza kukamata mirungi bunda 95 ambao ni sawa na kilo 95, na watuhumiwa takribani 9 wanashikiliwa kwa makosa hayo. Lakini kama haitoshi, katika ukamataji wa mirungi hiyo ambayo ilikuwa inasafirishwa, kama mnavyofahamu mkoa wa Pwani hatuzalishi na hatuna mazao hayo. Mirungi hii ilikuwa inasafirishwa kutoka nyanda za juu kaskazini kwa njia ya barabara, na ndipo tukafanya ambush na kukamata pikipiki mbili zenye namba MC 673 FPK na MC 221 FWS, zote zikiwa zimebeba mirungi hiyo. Lakini sambamba na hilo pia jeshi la polisi mkoa wa Pwani lilifanikiwa kukamata watuhumiwa 35 wanaojihusisha na uzalishaji wa pombe haramu ya gongo, ambapo jumla ya lita 172 zimekamatwa na mitambo minne ndani ya mwezi huu wa 7. Pia katika kipindi hichi cha mwezi Julai jeshi la polisi mkoa wa Pwani tukiwa tunashirikiana na wenzetu wa idara ya TRA, hasa katika kitengo chao maalum cha FAST ambacho kinahusika na kupambana na kuzuia magendo. Tumeshirikiana nao kwa pamoja katika eneo letu la ufukwe wa wilaya ya Bagamoyo. Tumeweza kukamata madumu 76 ya mafuta ya kula na watuhumiwa wapatao 9. Katika madumu hayo ni jumla ya lita 1520 za mafuta ya kula yamekamatwa. Hawa walikuwa wanakwepa kulipa kodi, wameshusha kule baharini, wanapakiwa kwenye mapikipiki na kukimbiza mtaani kwenye maficho na hatimaye kuingia sokoni pasi na kulipa kodi. Kwa hiyo tunaendelea na hiyo operation ya kudumu katika mkoa wetu. Hatuhitaji magendo aina yote. Kila mtu anapaswa kuhakikisha kwamba analipa kodi pale ambapo sheria inamtaka kufanya hivyo. Ndugu wanahabari, katika operation zetu hizi za mwezi Julai, kutokana na taarifa za wananchi, jeshi la polisi limeweza kuokoa mali mbalimbali. Miongoni mwa vitu ambavyo vimeokolewa na jeshi la polisi, kwanza tumeweza kukamata pikipiki 54. Pikipiki hizi ni zile ambazo zimeibwa ama kuporwa katika maeneo mbalimbali ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo mara nyingi wanaofanya hivyo wanatafuta wadau na watu wa kununua kwa bei ambayo wenyewe wanaona inafaa na maeneo ya kificho. Sasa kama mnavyofahamu, mkoa wetu huu umepokea wafugaji wengi na maeneo yao ni mbali sana na miji ambapo usafiri kwao unakuwa ni shida. Kwa hiyo baadhi ya hawa wezi wameona kuna fursa hasa kwa wenzetu hawa wafugaji kuweza kuwauzia pikipiki kwa bei rahisi, na hivyo inakuwa kama ni soko. Tumeweza kukamata television 2, betri za magari 83 ambazo zilikuwa zimeibwa katika maeneo mbalimbali, katoni 227 za maji, mafuta diesel lita 100, pamoja na mafriza, radio, speaker, lakini zaidi nyaya za kopa kilogramu 203. Nyinyi mnaweza mkajiuliza nyaya za kopa kulikoni? Haya ni operation maalum ambao tumekuwa tukiiendesha ndani ya mkoa wa Pwani, lakini na mikoa ya jirani, kwa sababu iko miundombinu ya serikali imekuwa ikihujumiwa na Watanzania wenzetu wasiojua maana na thamani ya uwekezaji ambao unawekwa na serikali hii. Kwa hiyo kupitia operation zetu ambazo tunazifanya
tumeweza kuokoa nyaya hizi za kopa kilo 203. Lakini watu hawa wanaziharibu kwa sababu kama ni nyaya za umeme wanachubua magamba ya nje, inabakia ile utumbo wa ndani ambao ndio kopa yenyewe, na wanakwenda kuuza maeneo mengine, maeneo mbalimbali, kwa watu ambao sio waadilifu, ima ni wawekezaji ama ni watu wa kawaida, lakini ambao wanakwenda kuzalisha vitu vingine. Kwa hiyo tumeweza kuokoa kilo hizo 203 na watuhumiwa kadhaa tunawashikilia, na wengine tuwafikisha mahakamani, na wengine bado tunaendelea kuwatafuta. Lakini kama haitoshi, pia tumeweza kuokoa mifuko takriban 20 ya saruji, ambayo hii tumeiokoa baada ya kupata taarifa za mwananchi ambaye aliona ubadhirifu huo kutoka kwenye eneo la majenzi ya kiserikali. Kwa hiyo tukafuatilia, tukaweza kuwatia mbaroni watuhumiwa, lakini na mifuko hiyo na wakati wowote itarejeshwa kwa ajili ya kuendelea na ujenzi. Ndugu wanahabari, nyie wote mnafahamu Jeshi la Polisi, moja ya majukumu yake ni kuzuia uhalifu, lakini pale ambapo unapotokea kupambana nao kupitia upelelezi na vitu vingine. Lakini pia sisi ni wasimamizi wakubwa wa sheria mbalimbali ambazo zinatungwa ndani ya nchi yetu. Hivyo jukumu la kusimamia sheria ya usalama barabarani la kwetu pamoja na wadau wengine. Hivyo katika mwezi wa Julai tumeweza kusimamia sheria hii vizuri katika eneo letu la mkoa wetu. Nyie wote mnafahamu mkoa wa Pwani una barabara kuu mbili kubwa, ile ya kanda kaskazini, lakini na hii ambayo inakwenda kanda ya kati. Kwa hiyo tuna wingi wa magari mengi, na magari haya yanaendeshwa na madereva wenye kaliba tofauti, tabia tofauti. Kwa hivyo kwa kutumia weledi mkubwa ambao tuko nao, tumeweza kukamata madereva 8 ambao hawa wamefungiwa leseni baada ya taratibu za kisheria kufuatwa, lakini wako 71 kesi zao ziko mahakamani. Sasa mtaona wingi wa madereva hawa ambao tunawafikisha mahakamani ni kwa sababu tumeongeza wigo mkubwa sana kwenye weledi katika kudhibiti ajali za kizembe, hasa ambazo sisi tunasababisha kama binadamu. Kwa hiyo tumekuwa imara sana kwenye eneo hili. Hao 71 kesi zao zinaendelea mahakamani. Lakini kama haitoshi, yako makosa ya papo kwa papo ambayo tumekuwa tunadili nayo kila wakati, na nyinyi mnafahamu, waandishi wa habari. Kwa hiyo katika mwezi huu wa Julai takribani makosa 20,380 20,380 yamekamatwa na watu kuadhibiwa papo kwa papo, lakini wengine wamepewa onyo na kupatiwa elimu ya usalama barabarani. Ndugu wanahabari, mwezi uliopita nilitoa taarifa fupi sana ya kikosi chetu cha kuzuia wizi wa mifugo ndani ya mkoa wa Pwani, na nilitoa na mafanikio. Kwa hiyo mwendelezo wa operesheni yetu hiyo ya kukomesha wizi wa mifugo imeendelea, na mwezi huu wa Julai tuna watuhumiwa 11 ambao tumewakamata, na katika kuwakamata watuhumiwa hao 11 tumeokoa ng'ombe takribani 79 ambazo zilikuwa zimeibwa maeneo mengine pamoja na ndani ya mkoa huu. Tumeweza kuokoa na wenye nazo wamezitambua. Sasa hivi zimehifadhiwa kwenye mazizi ya kiserikali wakati kesi zao zinaendelea mahakamani. Lakini sambamba na hilo, tumeweza pia kukamata nyama ya ng'ombe kilo 80. Nyama hii ilikuwa inasafirishwa usiku kwa kutumia pikipiki. Kwa hiyo katika operesheni zetu na mageti yetu ambayo tumeweka katika barabara kuu, tumeweza kubaini na kukamata watu hao na pikipiki hizo, na jumla ya ng'ombe na jumla ya nyama hiyo ya ng'ombe kilo 80. Kwa hiyo katika ufuatiliaji wetu unaendelea pamoja na kuwakamata wabebaji, lakini tayari tumeshawakamata watu 3 ambao walikuwa wamehusika na wizi wa ng'ombe hao katika maeneo ya Msata na kule Mbwewe. Kwa uchunguzi mwingine bado unaendelea. Ndugu wanahabari, katika eneo hili la kupambana na wizi wa mifugo, sisi Jeshi la Polisi hatusimamii tu kukamata baada ya tukio kutokea. Tuna mbinu za kutoa elimu ili kuzuia matukio haya ya wizi wa mifugo pia yasitokee. Kwa hiyo moja ya vitu ni kutoa elimu kupitia vikosi vyetu, lakini pia wakaguzi wa kata. Tunatoa elimu kwenye minada, maeneo ambayo mwizi anaweza akaiba, mkoa wa Morogoro, mkoa wa Tanga na mikoa mingine, Dodoma, wapi, wakaja wakauza kwa minada. Kwa hiyo iko sheria ya minada inayosimamia uendeshaji wa minada. Kwa hiyo kupitia wakaguzi wetu wa kata, lakini pamoja na kikosi chetu cha kuzuia wizi wa mifugo, tunakwenda kila mnada, tunatoa elimu, lakini tunashirikiana na viongozi ambao wako pale.
kukagua mifugo ambayo inaingia na ile ambayo wakati mwingine wahuni wezi wanaweza wakauza nje ya minada mapema alfajiri. Kwa sisi tunakwenda pale around saa 9 alfajiri ili kuhakikisha kwamba mifugo yote inaingia ndani ya mnada na inakaguliwa. Kwa hiyo tunatoa elimu kwenye minada, lakini kama haitoshi tunatoa elimu kwa wafugaji wenyewe kuhakikisha kwamba mazizi ambayo wanahifadhi mifugo yao, mazizi lazima yawe salama. Tunajua tuna yale mazizi ya kiasili, tunakusanya miba alafu ng'ombe wanakaa ndani na wanatii, tunachoma tu moto katikati pale, maisha yanaendelea. Sasa ufugaji ule kwa sasa hivi hauna tija. Inakuwa ni rahisi sana kwa mwizi kama ana nia kwenda kuiba akakufanyia time akaiba, inakuwa ni rahisi. Mazizi salama tunahimiza na tunatoa elimu. Lakini kama haitoshi, nyewe wanahabari, inawezekana ni miongoni mwa watu ambao pia mmeshanunua ng'ombe nyama za wizi kwenye mabucha. Baadhi ya wamiliki wa mabucha wamekuwa ni wateja wakubwa wa nyama hizi za wizi. Kwa hiyo tuna utaratibu ndani ya mkoa wetu wa Pwani wa ukaguzi wa mabucha kwa kushirikiana na maafisa wa mifugo na watendaji wa kata kwenye kata husika. Tunapita tunakagua mabucha. Tunajua nyama ya ng'ombe ambayo imetoka machinjioni, machinjio halali, ni lazima ikaguliwe na afisa wa mifugo na aweke muhuri. Kwa hiyo tuna hiyo na tumefanikiwa sana. Wilaya ya Bagamoyo ni mfano mzuri. Yako mabucha kadhaa yamefungwa na mengine wamiliki wao wako mahakamani au wauzaji wao wako mahakamani. Kwa hiyo hizo ni jitihada ambazo tunazifanya kama jeshi la polisi mkoa wa Pwani katika eneo hili la kuzuia wizi wa mifugo. Lakini kama haitoshi, ndugu na habari, mnaweza mkasema sasa yote haya mnayafanya, mbona kule mahakamani hatupati taarifa, hali ikoje? Kwa mkoa wa Pwani katika mwezi huu wa 7, mwezi Julai, tumepeleka mahakamani kesi takriban 117. Tumezipeleka mahakamani. Lakini katika kesi 117, kesi 63 zimeanza kusikilizwa, na miongoni mwa hizo 63 kesi 48 zenyewe zimeshafika tamati na zimepata mafanikio. Miongoni mwa kesi ambazo sisi mkoa wa Pwani tumekuwa tukizisimamia kwa karibu zote, lakini kwa kipekee zaidi ni katika ile kampeni yetu ya kupambana na ukatili watoto, jinsia na wale walemavu. Eneo hili tunalipa uzito mkubwa sana kwa sababu tumeona madhira ambayo yanapatikana kwa watu hawa. Kwa hiyo hivyo wako ndugu zetu ambao katika kesi zile 48 ambazo zimeshafikia tamati kupata mafanikio. Yuko ndugu yetu anaitwa Salim Musa Masanja. Huyu ana miaka 33 ndani ya wilaya yetu ya Kibaha. Alihukumiwa kifungo cha miaka 20 jela na kumlipa fidia muhanga ya shilingi milioni 1. Huyu ni miongoni mwa Watanzania wachache ambao wamekengeuka kimaadili. Moja ya tuma zake ilikuwa ni kumchezea mtoto wa miaka 6. Alikuwa anamtia vidole kwenye sehemu zake za siri. Sasa baada ya taarifa kupata kutoka kwa wananchi, tukakamata, tukafanya upelelezi kushirikiana na wenzetu, tukabaini tuhuma ambayo ilikuwa inamkabili kupitia kwa wenzetu mahakama kama imedhihiri na yeye kupatiwa adhabu hii. Kwa hiyo anatumikia kifungo cha miaka 20 jela. Lakini yuko ndugu yetu anaitwa Samuel Philemon Mang'ombe. Huyu ana miaka 29. Huyu ni wa wilaya ya Bagamoyo. Na yeye huyu amehukumiwa kifungo cha maisha jela kwa kosa la kulawiti mtoto wa miaka 10 ambaye huyu alikuwa jirani yake. Sijui kama mtakumbuka, niliwahi kuzungumza scenario kama hii miezi kadhaa iliyopita nyuma. Wale ambao walikuwa wanamdanganya, anampa hela, anakwenda dukani, akirudi anaangalia mazingira kulia na kushoto kuko shwari, anamvutia ndani, anampa kakitumbua. Kwa hiyo kamtindo hako kamekwenda na hatimaye jirani mwema, mwenye malezi mazuri, mwenye uchungu na watoto, asiyokubali na kuona ukatili kutendeka, akatoa taarifa. Na sisi kwa kushirikiana naye, huyu bwana akakamatwa, upelelezi ukafanyika na haki imetendeka, anatumikia kifungo cha maisha jela. Hili ni eneo muhimu sana wanahabari, na kupitia elimu ambayo mmeipata leo, naamini tutapata taarifa nyingi sana ili tuweze kupambana na janga hili la ukatili. Ndugu wanahabari, kama haitoshi, jeshi la polisi
mkoa wa Pwani. Bado tunaendelea na shughuli za utoaji wa elimu katika vijiwe mbalimbali, vijiwe vya bodaboda, maeneo ya mikusanyiko ya wananchi, mashuleni. Lengo kubwa ni kueneza weledi huu wa ukatili dhidi ya watoto, wakina mama, lakini na wale walemavu, ili waweze kupata haki zao kwa wakati. Ndugu wanahabari, pamoja na changamoto hizo zote, hivi karibuni ndani ya mwezi huu wa 7 tulianzisha kampeni ya ufuatiliaji wanafunzi katika shule za misingi na sekondari. Mradi huu unaendeshwa karibu sana na wakaguzi wetu wa kata, na kuna siku moja nilizungumza nikawaambia umuhimu wa hawa wakaguzi wa kata ni mkubwa sana, ni mkubwa mno. Utatusaidia sisi, lakini utasaidia jamii. Sasa huu ni mfano mzuri wa umuhimu wa wakaguzi wa kata wanavyopata ushirikiano kwenye kata zao. Kwa hiyo tuliintroduce mradi huu mpaka hivi ninavyoongea na nyie. Moja ya mambo ambayo tuliyabaini katika ufuatiliaji, wanafunzi ambao walishindwa kwenda mashuleni kwa shule ya msingi walikuwa 251 ndani ya mkoa wetu katika ufuatiliaji wa wakaguzi wa kata 251, lakini shule za sekondari, ni jambo la kushangaza, 322 ambao walipaswa kuwa mashuleni lakini walishindwa kwenda kwenye shule hizo 322. Kwa hapa katika ufuatiliaji tulioufanya katika idadi hii kubwa, tukataka kujua sasa huyu ameshindwa kwenda shuleni kwa nini? Kwa hiyo tukaenda kwenye level ya familia, kuiangalia familia na changamoto gani. Miongoni mwa changamoto ambazo tumezikuta kwenye familia hizo ama walezi, kwanza kubwa zaidi, uelewa mdogo wa umuhimu wa elimu. Unakuta familia ina mifugo, hakuna shida kwamba eti hela inakosekana, lakini nini mtoto huyu ameshindwa kwenda, mzazi haoni kwamba huyu akisoma itakuwa nini, kwa sababu sisi maisha yetu hapa ni wafugaji. Kwa hiyo tumeliona changamoto kubwa, kwanza umuhimu wa elimu kwa wazazi na walezi. Hilo jambo la kwanza. Lakini la pili, sababu nyingine ambayo tuliona kwa baadhi ya wazazi na walezi ni changamoto ya kiuchumi. Hapa nitaelezea namna ambavyo sisi tumefanya kumwokoa mwanafunzi mmojawapo, lakini changamoto nyingine ambayo tumeiona kwenye eneo hilo ni migogoro ya kifamilia. Eneo hili linachukua nafasi ya kipekee sana. Baba na mama wanapogombana na familia ikitawanyika, mtoto anakosa msukumo wa kwenda kusoma. Anaweza akawa aidha kwa mama ama kwa baba, lakini msukumo wa kusoma unakuwa haupo. Kwa hiyo anakwenda tu, na mwisho wa siku ndio yanatokea haya, wanazaliwa watoto wahalifu, pamoja na wale wengine ambao tunaona katika mitaa mbalimbali wakifanya biashara isivyo halali na kinyume cha maadili. Lakini jambo la mwisho, sababu nyingine ambayo tuliona ya mwisho ni mimba za utotoni. Ukiacha matatizo ya kiafya, lakini mimba za utotoni na zenyewe zilikuwa zimeshika hatamu. Baadhi ya wanafunzi waliokutwa wako majumbani wamekutwa wajawazito. Kwa hiyo sisi kama jeshi la polisi tukasema hii ni changamoto kwenye jamii, lazima tuitafutie mbinu, tuone ni namna gani tunaweza tukaikwamua, kwa sababu lengo ni kutengeneza ushirikiano wa karibu baina ya shule, wazazi na sisi kama jeshi la polisi. Mfano mzuri, ndugu wanahabari, katika wilaya ya Bagamoyo katika kata ya Kisutu kulikuwa kuna mwanafunzi ambaye alifaulu kwenda advance, alimaliza O-level kwenda advance, alichaguliwa katika shule fulani mkoa fulani, lakini mwanafunzi yule alikuwa yuko nyumbani. Kwa katika ufuatiliaji baada ya kukutana na wazazi na mwanafunzi, ikaonekana mtoto ana hamasa kubwa ya kwenda kusoma, lakini familia ikaonekana ni kama elimu hawaipi kipaumbele, japo uchumi wao ni wa kadiri. Sisi kama jeshi la polisi, baada ya kupata taarifa hiyo, tukaona haiwezekani, lazima tufanye jambo ambalo litakuwa fundisho pia kwa wazazi wengine. Kwa hiyo tunachokifanya, tulimtaka mzazi adeclare kwamba hana uwezo, kama kweli hana uwezo. Hilo jambo la kwanza. Lakini la pili, baada ya kushirikiana na wenzetu sasa wa ustawi wa jamii, tulifanya utafiti mdogo, tukaona familia ile na watoto wengi ambao wanasoma, inawezekana kweli amelemewa. Kwa hiyo tulichokifanya, tulifanya jitihada kumtafuta mfadhili.
Kwa hiyo tulipata mfadhili mwenzetu Mwananchi, na mimi niseme hatutamtaja jina kwa sasa, lakini tunampongeza kwa namna ambavyo alipokea jambo letu na yeye akaliweka mkono. Kwa hiyo tulifanya jitihada hizo, lakini tukashirikiana na mkurugenzi pia ili sasa badala ya kwenda mkoa wa mbali ili ahamishwe asomee karibu. Na binti huyu kwa sasa hivi amepata shule pale Matimbwa Girls, anasoma ameshaanza kusoma. Huu ni mfano mzuri kwamba jamii zinapaswa tuwe na ushirikiano katika maendeleo, pia yanahitaji kushikana mikono. Kwa hiyo operesheni hii wanahabari tunaendelea nayo, na idadi hii niliyoisema bado tunaendelea kufanya mchakato kuona kama hawa wanaweza wakarudi shuleni, kama watarudi kwa namna gani, ima sisi wenyewe, lakini pia kwa ushirikiano na wananchi. Wakati namalizia mafanikio yetu ya mwezi Julai, ndugu wanahabari na wananchi wa mkoa wa Pwani, lazima nitoe rai kwenu kwamba wananchi, katika haya ambayo nimeyazungumza, kwanza wananchi wana wajibu wa kutoa taarifa za uhalifu na uhalifu, kwa sababu ndio sehemu kubwa ambayo sisi tunapambana nayo. Lakini wao kama wananchi, ili waweze kufanya shughuli za kiuchumi, wanapaswa kuona kwamba amani na usalama unatamalaki katika maeneo yao. Kwa hiyo hilo la kwanza, na kupitia mifumo ambayo nimefundishwa leo wanahabari, basi tunategemea kupata taarifa nyingi, taarifa za kweli nyingi, ili tuweze kuzifanyia kazi. Lakini jambo la pili ni waombe wazazi na walezi waendelee kutoa ushirikiano wa kimalezi kwa watoto ili kuweza kubaini changamoto zao kwa kushirikiana na viongozi wa kidini, wa kimila, wa kiserikali, ili kupambana na viashiria vya uhalifu au vitendo vyovyote vya ukatili dhidi ya watoto na wale walemavu, ili jeshi la polisi liweze kuchukua hatua haraka iwezekanavyo. Aidha, tunaomba ushirikiano wa dhati kwa katika utoaji wa taarifa hizo za siri kwa njia ya wazi na viongozi, ili nasi kama jeshi la polisi tuweze kuchukua hatua hizo kwa wakati, kwa haraka na kwa usahihi. Baada ya kusema hayo, karibu sana.